ni kosa kubwa, ni kosa la jinai, lakini hata adhabu yake na yenyewe itakuwa ni kali mno. Tumefahamiana? Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia wala taqtulu anfusakum, wala msijiue ninyi, inna Allaha kana bikum rahima, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenu ninyi amekuwa ni mrehemevu. Sawa? Na katika aya nyingine katika kuelezea hayo malengo ya Uislamu ambayo ni hifdhun nafsi, kuhifadhi nafsi ya binadamu, haijalishi kwamba binadamu huyu mnatofautiana akida zenu, mnatofautiana dini zenu, mnatofautiana misimamo yenu, lakini kikubwa kwamba ni nafsi ya binadamu ina haki ya kulindwa, na wewe kama Muislamu ndiyo una haki zaidi ya kipaumbele kuhakikisha kwamba huyu apati madhara ya aina yoyote, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha tuelekeza ndani ya nini? Ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema wa man qatala nafsan bighairi nafsi, yeyote atakayemuua mtu bila makosa ya aina yoyote ambayo yamefanywa na mtu huyo, ambayo hayaruhusu yeye kwenda kuuawa, yani kwa maana unakwenda kumuua mtu ambaye mtu yule hajaua mtu yoyote. Tumefahamiana vizuri? Au wewe unatumia mabavu yako, unatumia nguvu zako, unatumia nafasi yako, unatumia cheo chako, unatumia wadhifa wako, unatumia uchumi wako wa kwenda kumuua mtu mwingine, mtu ambaye hajaua, hana dhambi ya kuua mtu mwingine. Tumefahamiana vizuri? Wa man qatala nafsan bighairi nafsi au fasadun fil ardh, au akafanya mtu huyo uharibifu, ufisadi katika ardhi, fakaannama qatala nafsan jamia, mtu huyo anakuwa kama vile qatala nasa jamia, atakuwa amewaua watu wote. Wa man ahyaha fakaannama ahya nasa jamia, na yeyote atakayehuisha nafsi ya mwenzake, yani yeye akawa ni sababu ya mwenzake kuendelea kuishi kwa kupata amani na utulivu katika dunia hii ndani ya maisha yake, basi huyo mtu ni sawasawa amekwenda kuwahuisha watu wote. Tumefahamiana vizuri? Angalia usulubu wa Qur'an unavyotuelekeza kuchunga na kulinda amani na maisha ya wengine, kwamba mimi hapa ikawa ni sababu ya wewe kupata amani mtu mmoja, basi ni kama vile nimekuwa ni sababu ya watu wote kupata nini? Kupata amani. Lakini mimi ikawa ni sababu ya kwenda kukatisha maisha yako, ni sawasawa na nimekwenda kuwadhuru watu wote. Sasa usulubu wa Qur'an unatuelekeza namna sisi tunatakiwa kulinda maisha ya binadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nasu bunyanullahi fil ardh, kwamba hawa watu hawa ndio pango la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi. Tunafahamiana vizuri? Ndio maana usulubu wa Qur'ani katika aya nyingine ukaendelea kusisitiza kwamba wa man yaqtul mu'mina muta'ammida, yeyote atakayeua nafsi ya muaminio kwa makusudi, kwa utashi wake yeye mwenyewe, muta'ammida, yeye mwenyewe, fajazaohu jahannam, mtu huyo atakayefanya kosa hilo malipo yake ni wapi? Motoni. Khalidan fiha, atakaa humo motoni milele. Wa ghadabullahi alayhi, na ghadhabu za Mwenyezi Mungu zitakuwa juu yake. Tumefahamiana? Wa ghadabullahi alayhi, na ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zitakuwa juu yake. Wa la'anatun, pamoja na laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuwa juu yake. Wa a'adda lahu 'adhaban 'adhima, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amemwandalia adhabu iliyokuwa kali, adhabu kubwa. Sasa tafanya leo mathalan, kuna watu wanawaua watu
Miongoni mwao, yani hili ni tatizo, ni kwamba halina dini, linafanywa na watu ambao ni Waislamu, linafanywa na watu ambao ni viongozi, linafanywa na watu ambao ni wafanyabiashara, linafanywa na watu ambao wanatafuta umashuhuri, wanatafuta vyeo kwa kuwachukua wenzao na kukatisha nini? Na kukatisha maisha yao. Wanafanya mambo hayo. Sasa tahayya, adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yao itakuwaje? Faman qatala mu'minan, na yeyote atakayemuua muaminio, mtu ambaye alikuwa salama katika maisha yake, mutaamidan, kwa makusudi, yaani una malengo yako katika moyo wako, aidha kuna mtu amekukosea kidogo, unamtengenezea zengo la kwenda kufanyaje, la kwenda kumpoteza. Mutaamidan, kwa makusudi, fajazaohu jahannam, mtu wa namna hiyo malipo yake ni wapi? Ni motoni, khalidan fiha. Kwanza jazaohu jahannam, atakaa wapi? Milele. Adhabu ya kwanza, khalidan fiha, atakaa nini? Milele. Wa ghadabu llahi alayhi, na ghadhabu za Mwenyezi Mungu zitakuwa juu yake. Adhabu ya ngapi? Ya pili. Wa la'natu, pamoja na laana. Adhabu ya ngapi? Ya tatu. Wa a'adda lahu adhaban adhim, na Mwenyezi Mungu amemwandalia adhabu kali. Adhabu ngapi hizo? Adhabu nne. Kwa kosa hili la kukatisha maisha ya mwenzako, ukiwa unaona kwamba wewe utabakia hapa milele. Tunafahamiana vizuri kwamba kuna mtu anafanya hayo kutokana na nafasi aliyonayo, akidhani kwamba yeye ndani ya maisha haya ataishi zaidi ya miaka 100 au zaidi ya miaka 80. Tunafahamiana vizuri. Kumbe mwisho wa siku yawezekana kwamba leo uko umekatisha maisha ya mwenzako, kesho ukawa huko. Kwa hiyo katika makusudio ya sheria za Kiislamu, kila nafsi ina haki ya kufanyaje? Ina haki ya kuishi. Ndio maana wakasema kwamba al-mautu atin la muhala fa'tabir. Al-mautu atin la muhala fa'tabir, kwamba kifo huja muda wowote. Ewe mwenye akili unapaswa kuzingatia. Ewe mwenye akili unapaswa kufanyaje? Kuzingatia. Kwani ni wangapi waliokuwepo katika dunia hii wanaishi kwa fahari, wanaishi kwa vifijo, wanaishi kwa majigambo, wakijivunia vyeo vyao, wakijivunia nafasi zao, wakijivunia nguvu ya uchawi na ushirikina walionao, kiasi kwamba hata mtu akifanyiwa jambo dogo anakwambia nitakupoteza wewe kwa sababu ya ushirikina alionao. Kamkaruna, ni wangapi walikuwa hapa duniani? Waliyawma hum tahta thara sukar, leo tunavyozungumza wamebeswa katika tabaka la ardhi. Hakuna kilichobaki isipokuwa ni vumbi katika miili yao, na haikubaki isipokuwa ni majina mabaya na sifa mbaya katika dunia hii. Ni wangapi walikuwepo? Ni wangapi walikuwa wanajivuna kwa mali na uchumi? Mamilioni ya watu walipita. Leo Karuni yuko wapi? Firauni yuko wapi? Hamana yuko wapi? Firauni alikaa katika utawala takriban inazungumzwa zaidi ya miaka 500. Hamana alikuwa na amwalu kasira, mali nyingi, tajiri, lakini leo yuko wapi? Kwa kibri ya mali mpaka akasema kwamba ninataka kutengeneza mnara mrefu ili niweze kwenda huko nipande mpaka nikamwone Mungu wa nani? Ilahu Musa wa Harun. Nikamwone huyo Mungu wa Musa na nani? Na Harun. Firaun
kwa neema ya uongozi aliyopewa, ikafikia mahala yeye anajiita kuwa ni nani? Yeye ni Mwenyezi Mungu. Qala ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu wa juu. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Mwenyezi Mungu akamwangamiza na akamwacha kuwa ni kumbukumbu kwa wale waliopita na hawa watakaokuja. Leo ukienda pale Misri kuna eneo, nyumba maalum la makumbusho linaitwa Mathaf. Ukifika pale unakwenda kumuona. Watu wanatoka kila pande ya dunia wanakwenda kufanyaje? Wanakwenda kumuona Farao. Akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal-ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Hakika katika adhabu hiyo aliyoipata Farao ni mazingatio kwa nani? Kwa wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha. Hivi ninyi mnaweza mkawa ni wagumu, ni viumbe wagumu mliopatwa kuumbwa na Mwenyezi Mungu, amisababu banaha, au mbingu ambayo mliofanyaje, tuliotengeneza. Rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Qur'an inaeleza. Sasa maqasid ash-shari'ah al-islamiyah hifdhun nas, ni kuhifadhi nas. Lakini hifdhul aqli katika makusudio mengine ni kuhifadhi nini? Akili. Kuhifadhi akili. Lakini katika hifdhun nafsi hapa kuna jambo lingine linaloitwa hifdhu an-nasli, kuhifadhi kizazi. Kuhifadhi kizazi ni pamoja na kuhifadhi nasabu ya mtu. Kuhifadhi kizazi ni pamoja na kuhifadhi heshima ya mtu. Kuhifadhi kizazi ni pamoja na kutengeneza mahusiano baina yako wewe na jinsia nyingine tofauti kwa mujibu wa kanuni na sheria alizoweka Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani unahifadhi jinsia ya mwanadamu na nasabu yake kwa kwenda kutengeneza mkataba wa kisheria wa ndoa inayotambulika kwa mujibu wa taratibu za sheria za Kiislamu. Dini yetu ya nini? Dini yetu ya Kiislamu. Hifdhu an-nasl. Ndio maana huko ikaja kwamba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Umeelewa vizuri? Azaniyatu wazani fashriku kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Ndio nakuja unaipata na aya hii ambayo leo tunayoisoma, walladhina yarmuna al-muhsanat. Tumeelewana vizuri? Na wale ambao kazi yao ni kuwatupia uchafu wa zina, kuwapa tuhuma za uongo za zinaa wanawake waliohifadhika katika ndoa zao, na wale wanawake ambao ni wacha Mungu hata kama hawajaingia katika nini, katika mahusiano ya ndoa. Ukifanya jambo la namna hiyo, maana yake umekwenda kuporomoa heshima na utu wa mtu. Umefahamiana vizuri? Fajliduhum 80 jalda, adhabu yake ni kupigwa bakora 80. Na hili katika jamii yetu limekuwa ni jambo linalochukuliwa katika hali ya kawaida, kwamba kuna watu wamejengeka kazi yao ni kuchafua wake wa wenzao, ni kuwachafua ndugu zao, ni kuwachafua mabinti wa watu kwa kuwapa tuhuma za nini? Tuhuma za zina.
Na hata sisi mashehe wakati mwingine tunachafuka, tumefanyana zile, na hauwezi ukawa shehe umekamilika, lazima tu utachafuliwa katika jamii, lazima. Na baya zaidi, kuna mtu anaweza akakwambia wewe ni mzinifu, anakutupia uchafu na amekaa kijiweni anakusengenya, fulani bwana ni mzinifu sana yule. Lakini yeye anayekutuhumu ana watoto wa nje ya ndoa, mpaka wengine anawaficha wasijulikane. Tumefanyana zuri. Na wewe unayetuhumiwa hauna hata huyu hata mmoja. Kama kadhia ilikuwa ngumu, kwamba yeye wa kwake anawaficha, mpaka ndugu zake wengine hataki wajue kama yeye ana watoto wa nini, kwa zina. Lakini huyo ndio utamkuta yeye ndio wa kwanza kukushukuru wewe kwamba wewe ni nani, wewe ni mzinifu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo hifdhun nasli katika makusudio ya sheria za Kiislamu ni kuhifadhi kizazi, lakini pamoja na kuhifadhi heshima za utu wa mtu, heshima za binadamu. Haijalishi ni binadamu ambaye unahusiana naye katika itikadi moja au itikadi nyingine, lakini unatakiwa kuhifadhi heshima yake. Tumefanyana zote. Makusudio mengine ya sheria za Kiislamu ni nini? Hifdhul al-aql, ni kuhifadhi akili yako. Zaya, unaihifadhi vipi akili yako? Ni kuhakikisha kwamba unajiepusha na kujitenga mbali na kila kitu ambacho ni sababu au kinachoweza kukupelekea kuifanya akili yako iharibike. Mfano, pombe, kutumia mihadarati. Tumeona vizuri. Ndio maana Qur'ani kwa kuzingatia hili ikaja na maneno kwamba ya ayyuhalladhina amanu, sindivyo? Innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu. Tumefahamiana vizuri? Rijsun min amali shaytani fajtanibuhu, kwamba enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mkamwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mkaamini Qur'ani kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na mkaamini kwamba baada ya hapa kuna maisha mengine. Innamal khamru, hakika ni pombe, wal maisir wal ansabi wal aslam, bao. Tunafanyana vizuri. Mambo ya kwenda kupiga bao, mambo ya kwenda kwa makuhani kufanya ramli, mambo ya kwenda kuabudu masanamu, ushirikina, rijsun, hayo mambo yote ni uchafu. Fajtanibuhu, jiepusheni nayo. Kwa hiyo imekuja khamru kwa maana ya kila kile ambacho kinachopelekea kuifanya akili yako isifanye kazi, na chenye kinazingatiwa kwa nini? Ni kilevi. Leo vijana wengi mathalan wanabeti, wanashindwa kwenda kufanya kazi na wakuta katika mabanda. Wanafanyaje? Wanabeti. Leo kuna mtu ulevi wake katika simu unakuta amejaza uchafu mtupu, kazi yake ni kuangalia uchafu. Maana yake ni nini? Tubaku sura inaharibu nini? Inaharibu akili, ni kilevi. Na huko nyuma kuna mambo yaliweza kufanyika katika tawala katika zama za kina Ibn Taymiyyah, kudondosha na kusambaratisha sehemu ya dola za Kiislamu nchini Iraq. Ziliwezaje kusambaratika? Ni kwamba Tatar
katika nchi ya Tatari, ambayo Tatari alikuwa na jeshi maalum, utawala uliokuwa unapatikana katika nchi inayoitwa Mongolia, sehemu karibia na Chechnya huko. Waliweza kutengeneza jeshi wakaliita At-Tatari. Jeshi hili kabla ya kutumwa kuivamia Iraq, wao waliweza kutengeneza mfumo maalum na ajenda maalum ya kuharibu akili za Waislamu katika nchi ya Iraq. Kwa hiyo walichofanya ni kuagiza mihadarati, madawa ya kulevya. Kwa mara ya kwanza ulimwengu unakuja kutambua madawa ya kulevya katika ulimwengu wa Kiislamu, wakaweza kutuma kule madawa ya nini? Ya kulevya. Walipotuma yale madawa ya kulevya kwa muda, lakini kwa lengo maalum la kutaka kubadilisha kwanza fikra za kile kizazi. Tunafanyana vizuri. Kwa hiyo wakawa wanatuma mihadarati, vijana wa pale ambao ndio nguvu ya taifa hili, vijana wa Kiislamu ambao ndio inategemewa katika kuzalisha, inayotegemewa katika masuala ya uaskari pamoja na jeshi, inayotegemewa katika sekta mbalimbali za serikali, inayotegemewa katika kusimamia jamii, inayotegemewa katika utumishi na ufanyaji kazi, wakajikuta wanaanza kubadili tabia na mwenendo taratibu, kujiingiza katika madawa ya nini? Madawa ya kulevya. Hali ile ikaendelea. Baada ya muda kadhaa na miongo kadhaa, ikaja kuonekana sasa kwamba kile walichokifanya Tatariyuna kwamba wamefanikiwa, kwamba hakuna kijana anayesimama katika kuzalisha, hakuna kijana ambaye anasimama katika kufanya kazi, hakuna kijana ambaye anasimama katika kufikiria jamii yake inahitaji mageuzi ya namna gani. Mwisho wa siku kilichotokea ni nini? Kilichotokea ndipo Tatari akaagiza jeshi maalum ambalo likaenda na kufanya mapinduzi, kwa sababu palikuwa hakuna wa kuweza kupambana naye kifikra, hakuna anayeweza kupambana naye kijeshi, hakuna anayeweza kupambana naye katika kufanya kazi. Ameshawadhoofisha wote ndani ya taifa hilo, kama leo ambapo tunaposema kwamba vijana wetu wamekwisha dhoofishwa kwa sababu ya starehe za anasa zilizomo ndani ya nini? Ndani ya jamii yetu, kwamba baadaye anakuja mtu anawashawishi vijana kwamba andamaneni, na vijana wanafanyaje? Wanaandamana. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna kitu kimekwisha tengenezwa katika akili za vijana hao, kuamini kwamba maisha yatapatikana kwa kuvuruga nchi yako, maisha yatapatikana kwa kuvuruga amani yako, maisha yatapatikana kwa kuchoma vitu ambavyo vinatokana na kodi yako wewe mwenyewe. Unakwenda unaharibu amani ya nchi yako, kwamba kwa kisingizio kwamba ukiharibu amani ya nchi yako ndiyo njia itakayokufanya wewe kuwa na maisha bora. Si unanielewa hii fikra? Lakini ukichunguza, kuna kilevi kimekusha kuja cha mitandao. Kila mtu anataka awe busy na mtandao, kwa kuiga maisha ya watu wengine, kwamba na yeye anatakiwa awe kama wale. Lakini leo baa zilizopo mitaani ni nyingi zaidi, ambazo wanywaji ni hawa vijana wetu tunaotegemea kesho ndio waje kuwa wazalishaji wakubwa katika nchi yetu. Lakini matokeo haya yanakuja kutengeneza wimbi kubwa la vijana wasiokuwa na uzalishaji, wasiotumia nguvu zao kubuni nini wanachotakiwa kukifanya kwa ajili ya familia zao, kwa ajili ya jamii zao, kwa ajili ya taifa lao. Halafu baadaye tumeshaonekana kwamba tumeharibika, ndio tunaingiziwa fikra ya kuja kuanzisha vurugu katika nchi yetu. Sasa haya yalifanyika katika utawala wa nini? At-Tatari. Tumeelewana vizuri? Waislamu walipokuwa wamelewa na madaraka yao, wamelewa na vilevi na starehe, wakaacha kufikiria mambo ya msingi, mambo ya umma, mambo ya kuwekeza, mambo ya
kuwalinda vijana, ndipo pale Tatari akaingia na kusambaratisha Waislamu, akawaua wanazuoni, akachoma vitabu na vingine akavizamisha katika bahari na mto Furati. Baadhi ya wanazuoni wengine ikabidi wakimbie kutoka Iraq kwenda wapi? Kwenda Masri. Mauaji ya kutisha, mauaji mabaya mno, mpaka baadaye Salahuddin al-Ayyubi alipounda jeshi nchini Masri na kufunga safari ya kwenda kuikomboa Iraq pamoja na Palestina. Tunafanya nzuri pamoja na wapi? Pamoja na Palestina. Sasa Uislamu umekwishaelekeza kwamba katika makusudio ya sheria za Kiislamu ni pamoja na kuhifadhi akili. Maana yake nchi inahitaji kuwa na madaktari, nchi inahitaji kuwa na walimu, nchi inahitaji kuwa na maaskari, nchi inahitaji kuwa na jeshi, nchi inahitaji marubani, nchi inahitaji mainjinia, nchi inahitaji kila wakulima. Unawapata wapi ikiwa akili zao zitakuwa zimeharibika? Utawapata wapi ikiwa vijana wetu wataendelea kukaa mitaani wameharibiwa na vitu ambavyo wakati mwingine tunavianzisha wenyewe bila kuangalia mustakbal wa miaka 10 tunatakiwa tuwe na taifa la namna gani? Mfano mfupi, leo serikali inatengeneza miundombinu, au sio, ya aina mbalimbali. Hii miundombinu nani ambaye anatakiwa kuja kuisimamia na kufanya kazi? Ni vijana. Sasa hawa vijana wanawapata wapi? Leo sera ya Uislamu ni kufanya ibada, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sera ya Uislamu ni kumiliki uchumi. Sera ya Uislamu ni kumiliki vyuo vikuu. Sera ya Uislamu ni kumiliki kilimo. Sera ya Uislamu ni kumiliki mainjinia. Kwamba wakati tunajadili afya, tunapotaji madaktari, maana yake lazima tuwe na nini? Tuwe na hospitali. Kama hauna vijana ambao wametengenezwa kwa fikra na maarifa, unaweza ukafikia hayo malengo? Huwezi kufikia. Lakini haya maharibiko baya zaidi, vijana wa Kiislamu ndio waathirika wakubwa katika swala la hifdhul aqli. Hawana, tunafahamiana vizuri, katika swala la hifdhul aqli hawana, na viongozi tumejisahau kwamba sera yetu sisi tunahitaji vyombo vitakavyosababisha kuhifadhi akili pamoja na kuikuza akili na kuiendeleza. Ndio maana huwa tunasema kwamba vijana wa Kiislamu tunahitaji elimu ya vyuo vikuu. Ni jambo la aibu leo, zaidi ya miongo kadhaa, Waislamu hatuna elimu ya vyuo vikuu. Akili ya vijana wetu tunaihifadhi vipi ikiwa kama hatuna elimu ya vyuo vikuu? Wakishamaliza form 4 wanabaki, wakimaliza form 6 wanabaki. Ukienda chuo kikuu na wakuta wachache ambao hawaendani na wingi wa Uislamu wenyewe. Kwa sera yetu sisi ni vyuo vikuu kwa sasa, ili tuweze kutengeneza mahospitali, tuweze kuwekeza katika kilimo, tuweze kuwekeza katika uchumi, tuweze kuwekeza katika uvuvi. Tunahitaji kwanza sera ya vyuo vikuu iwepo, kwa sababu maqasidu sharia al-islamia hifdhul aqli ni kuhifadhi akili, lakini pia kuikuza akili, lakini pia na kuiendeleza. Tumefahamiana vizuri? Hifdhu al-nasl, hifdhu al-aqli. Kama hatutoweza au tukishindwa au tukajifanya wakati mwingine tumeghafilika, tukafanya mambo nje ya haya, tukafanya mambo bila utafiti wa kina juu ya haya, juu ya misingi ya sheria hii ya Kiislamu na makusudio yake,
maana yake ni nini? Tutakuwa ni ummatun fashila, tutakuwa ni umma uliofeli, ummatun mutakhalifa, umma ambao utakaoendelea kubakia nyuma, umma ambao utakaopishana na zama na nyakati, kwamba kwa kadiri ambavyo zama zinavyokwenda mbele, sisi tunarudi wapi? Sisi tunarudi nyuma. Leo tunasikia matukio ya vita vinavyoendelea duniani kati ya Iran, taifa la Iran, Jamhuri ya Al-Islamia Al-Irania, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pamoja na Al-Wilayatul Mutahida, Marekani maa sharikihi Al-Israeli, pamoja na mshirika wake Israeli. Vita hivi vimekuja kutoa taswira juu ya mataifa mengine ambayo bado yanasuasua, lakini funzo hasa kwa umma wa Kiislamu, kwamba uwepo wetu hapa duniani sio kazi yetu eti ni kula na kunywa tu peke yake. Ni lazima tuhakikishe kwamba tunawekeza katika upande wa elimu, tena elimu yenyewe ya vyuo vikuu. Ni lazima tuwe tunawekeza katika upande wa uchumi. Ni lazima tuwekeze katika upande wa tiba, afya. Mimi sijapata kusikia kwamba Iran imeweza kuagiza madaktari kutoka nchi fulani kwenda kuwatibu watu. Sijapata kusikia, labda nisaidie. Sijapata kusikia kwamba Iran haina chakula, imeagiza chakula kutoka nchi fulani. Sijapata kusikia. Tumefahamiana vizuri? Sijapata kusikia. Bali ninachojua mimi kwamba Iran inapeleka chakula, msaada wa chakula sehemu fulani, inapeleka mainjinia wake sehemu fulani. Lakini kwa nini wamefikia hapo?